Mara nyingi watu wengi wamefeli na kutokuwa na furaha kwenye mahusiano pamoja na ndoa kwa sababu wanaongozwa na fikra potofu, wanaongozwa na mawazo potofu. Vitu wanavyoviamini sio vitu real, sio vitu halisi, na kwa hiyo wamekuwa wakijikuta wanafanya maamuzi yasiyo au vitu visivyo na tija. Wanashindwa kuenjoy kwa sababu misingi yao wameiweka katika fikra ambazo sio sawa. Sasa natamani leo nikupe fikra hizi potofu 5 tu ili uone kwamba yamkini hata wewe kuna nyakati nyingine umefeli au umeumia kwa sababu ulikuwa na mitazamo hii ambayo sio ya kweli. Na leo nitakupa fikra hizi potofu especially zinazohusu mapenzi, mahusiano, na nakuhakikishia zimewaponza watu wengi, na natamani usiwe mmoja wapo, aidha unayeendelea kuponzwa au utakayeendelea kuponzwa na fikra hizi potofu. Fikra ya kwanza, watu wengi wanakosea kuamini au kujiaminisha ya kwamba penzi halipaswi kuwa gumu. Penzi sio la kusumbukia. Ukiona unateseka kwenye penzi, hilo penzi umekosea. Ukiona unasumbuka, hilo penzi si lako. Ukiona anakusumbua, huyo si wako. Ukiona hakuelewelewi, huyo si wako. Na wale wengine wanamjua Mungu kidogo ndio wanajisema huyu si wa Mungu, hajatoka kwa Bwana. Who told you? Nani alikwambia kuna vitu chochote kizuri kwenye maisha haya kirahisi ambacho hakipaswi kusumbukia? Ninaamini wako watu wanaanza vibaya, wanamaliza vizuri. Wako watu wanakutana na watu wengine mpaka wanataka kukata tamaa, lakini wanavyoweka positivity ndani yao na kujua kabisa huyu mtu anaweza Mungu akambadilisha, au ukagundua kwa nini ana behave hivyo alivyo, akaja kubadilika akawa watofauti, afu kajikuta. Ndio maana tunaona watu wengi sana ambao mfulani alimuacha kwa sababu aliamini ana matatizo, alafu kashangaa mtu huyo huyo anaenda kwa mtu mwingine. Yule mtu anaenda kutoa sadaka ya shukrani, nimepata bonge la mke, nimepata bonge la mume. Kwa nini? Kwa sababu uliamini ya kwamba akiwa mgumu si wako, ukisumbuka sana na kutesekea sana, huyo si wako. Ulishindwa kukatiza ka level fulani kakusubiri ili uweze kuona mabadiliko. Nina uhakika, ndio, na nakubali kuna ambao kiukweli hawabadiliki. Kiukweli ni ujinga kuwasubiria, lakini umeweza kutiki zile box za vitu vya maana ulivyovichunguza, vitu vya maana ulivyovisimamia, kanuni za maana ulizosimamia, au umeona tu unateseka kidogo ukaona hapa si pangu. Hiyo ni fikra potofu. Fikra ya potofu ya pili, maadamu tunapendana basi tutaelewana kila siku. Naomba nikwambie, kuna watu wamedanganyika, kuna watu wamejidanganya, na kuna watu wamedanganywa kwamba maadamu mnapendana, because you're just good couple and good people, basi every time mtaelewana. Let me tell you, that's a lie. Mnapendana, kuna nyakati mtagombana. Mnapendana, kuna wakati mtaboana. Mnapendana, kuna wakati wengine paka kutuangana, mnatuangana, mnafahamu, mshapigana makofi, na sio kwamba mpendani. Kuna nyakati mtatofautiana, kuna nyakati mtalala tofauti, kuna nyakati huyu ataenda kwao atarudi. Naomba niwaambie, that's a lie, kwamba maadamu mnapendana mtakuwa poa kwenye kila wakati. That's a lie. Huo ni uongo. Fikra potofu namba 3, maadamu tunapendana daima tutaambatana. Kuna watu nimekutana nao wameumizwa na hii. Yaani wakitenganishwa kidogo na masomo, mimi inaonekana unipendi, utakubali kwenda kusoma nje, utakubali kwenda kufanya kazi huko, mimi inaonekana unipendi, kwa sababu ndani yao waliaminisha maadamu tunapendana we should always be together. Tutaambatana wakati wowote, tutakuwa pamoja wakati wowote, hatutoachana. Mimi nazungumza sababu na miezi kadhaa mke wangu yuko Marekani, na sikuwahi kuamini kwamba kwa sababu tunapendana tutaambatana wakati. Ni kweli tunaambatana wakati wote, na wengi mnafahamu, lakini kuna nyakati za kuwa apart kwa sababu ya kusudi fulani, na kusudi hilo linajenga mahusiano yenu. Kwa ziko nyakati mtatengana, sio kwamba mpendani, sio kwamba kuna matatizo, mtatengana kwa kusudi maalum. Sio kila wakati mtaambatana. Nimekutana na watu wengi sana, mpenzi wako anambia nimepata kazi sehemu fulani, na nataka unataka kuvunja ndoa, nataka unitaki, naonekana hivi, lazima maeneo yote tuwe pamoja, tena mimi na wewe na watoto. It doesn't go that way. Kuna nyakati mtajikuta
mnatengana kwa vipindi fulani. Sasa isiwe permanent. Ikishakuwa muda mrefu sana, ndugu yangu, that's a problem. Ikishakuwa miaka, ikishakuwa mbali sana, ikishakuwa muda mrefu, hiyo ni shida. Ya mwisho au ya 4, fikra potofu ya 4, maadamu tunapendana. Kuna watu wanajidanganya, maadamu tunapendana mimi na wewe mpenzi wangu, maadamu tumeshibana, furaha ni lazima. Hatutakiwi tusiwe na furaha shosti. Hatutakiwi tusiwe na furaha mpenzi wangu, maadamu tunapendana. Nini kinafanya tusiwe na furaha? Tusipokuwa na furaha ni shetani. Nani amekwambia msipokuwa na furaha ni shetani? Kuna nyakati mtakosa furaha. Kuna nyakati mtakosa pesa. Kuna nyakati mtakosa furaha kwa sababu ninyi wenyewe mmetofautiana. Kuna nyakati mtakosa furaha kwa sababu mmekosea sehemu kwenye malezi yenu. Kuna nyakati mtakosa furaha kwa sababu kuna mtu mmekosea kumruhusu aingie kwenye mahusiano yenu. Kuna nyakati mtakosa furaha kwa sababu kuna ushauri mmekosea kuruhusu, kuukubali uingie kwenye maisha yenu. Kuna nyakati mtakosa furaha kwa sababu kuna watu mmewaruhusu waingie katika maisha yenu. Sio kwa sababu unapendana furaha ni sharti au ni lazima. There will be sometimes where you will not be happy, but remember you are in love. Na fikra potofu ya mwisho ya 5, wengi wamejidanganya, wengi wamedanganywa, na wengi wanaendelea kujidanganya ya kwamba upendo maana yake ni kuvumiliana kwenye kila kitu. That's a lie. Naomba nikwambie, kwenye upendo kuna vitu visivyo vya kuvumiliana. Naomba niseme hiki tena, nirudie. Kwenye upendo kuna vitu vya kuvumiliana na kuna vitu visivyo vya kuvumiliana. Naomba nirudie kwa mara 3, labda unanielewa. Unamaanisha nini? Naomba nikwambie, kwenye love, kwenye upendo, kwenye ndoa na mahusiano yenye upendo, yenye mapenzi, kuna vitu vya kuvumiliana na kuna vitu visivyo vya kuvumiliana. Ukianza kuvumilia visivyo vya kuvumiliana, wewe ni chizi, wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu. Ukianza kuto kuvumilia vile vinavyotakiwa kuvumiliwa, wewe una shida. Nafikiri nimekusaidia. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.